back to business. Kama kisi tulivyotoka tuliongea mwanzo hapo kwamba mjadala wa pesa na kutafuta kutajirika ni mjadala mrefu zaidi ambao unachukua maisha ya mtu the way kisha anazaliwa anaenda na kuwa paka maybe siku anaingia kaburini. Kwa hiyo tutakuwa tunakava taratibu taratibu pole ili tuweze kupata tu the basic, mambo ya msingi. Kwenye mchakato wa kupata pesa, kutafuta pesa, kama tulivyosema pale mwanzo, njia kuu mbili ni ujianzishie wewe peke kazi ama utafute mtu wa kuajiri then mambo mengine yaendelee. Lakini msingi wake ni maamuzi. Kwa sababu maamuzi ndio kitu cha msingi zaidi kwa mwanadamu. Na maamuzi yana hatua zake, yana step zake, ina process yake, namna gani unaweza kufikia kwenye maamuzi ambayo unaweza kusimamia na wewe mwenyewe kuwa maamuzi. Hiyo topic tu ya namna gani unaweza amua jambo, unalifanyia utafiti, una study, ujue kwamba nikiamua hili jambo namna gani naweza nikalisimamia mpaka nikafikia malengo. Kwa hiyo kitu cha msingi ni maamuzi. Kama unatafuta wewe kwamba natakia nijisimamie peke naanzishe kazi yangu binafsi, ni maamuzi yako. Inabidi sasa uyatekeleze kupitia hizo michakato mpaka unafikia kuanzisha jambo lako. Na kama utaamua kwamba mimi niajiriwe, niwe mfanyakazi, nayo inabidi uamue, kwa sababu ukienda njia hii ya kujiajiri ina mambo yake, na ukienda hii njia ya kuajiriwa nayo ina mambo yake. Kwa hiyo ni wewe ukae chini na ujitafsiri, ujitasmini, then unaweza chukua maamuzi, kwa sababu kisha uangalie kwamba mimi hasa nataka kipi ni kipi ambacho mimi nahitaji kufanya. Kwa sababu kuna wengine akiwa anajiajiri yeye kwake ni vizuri, nafsi yake inakuwa sawa, anafanya kitu ambacho anakipenda. Kuna wengine wakiajiriwa anakuwa ana pressure, mshahara wake unaingia kila mwezi, ratiba ya mwaka mzima. Kwa mfano sasa vile hapa Marekani, nchi za Ulaya, nchi ambazo zimeendelea, utakuta ratiba ni hiyo haibadiliki sana. Kwa hiyo wewe uko ama uko. Kwa hiyo ni maamuzi. Na maamuzi haya ndiyo hatua ya mwisho kwenye utekelezaji. Yani if you want to take an action, the last step is you to decide. If you want to go as a solo entrepreneur, or if you want to be an employee to a certain company or in the government, hiyo ni maamuzi yako binafsi. Na kama unatafuta kwenda huko kwenye biashara, uwe self employed wherever, it's also your own decision. So for you to start, you have to decide, and the decision is much important for your life. You gotta decide, mimi nifanye nini na niende wapi. Ili kipindi utaanza kupata hizo income zako, utakuwa tayari umejiwekea utaratibu namna gani utaendesha maisha yako, namna gani utamanage your income, kwa sababu umejiwekea msingi. Kwa hiyo jikaze sana kuweza kuelewa processes za maamuzi. Unaona? Kwa hiyo kwa mfano kama unatafuta kusema mimi natakiwa maybe mwezi kesho niende kwa mfano California, au takuwa naenda kutembelea rafiki yangu ama kuvisit, unaona, au kuna deal la biashara, inabidi ulipigie mahesabu kwamba ili deal litaleta pesa kiasi gani, au kama ni kwenda kumtembelea rafiki yangu mimi itafaidika na nini. Furatu kwamba nimefarijika kumuona na yeye tumeonana muda mrefu umepita, au kama ni kwenda kufanya mambo yako binafsi,
ukishaweka mambo yote kwenye meza pale, ukabalance sasa kipi ni kipi, faida na hasara zake ni zipi. Kwa sababu mambo yote ambayo tunaifanya iko na interest, ina faida zake. Zinakuwa faida ambazo ziko direct ama indirect. Zinakuwa zile faida ambazo unazoziona na zile zingine hauzioni. Inaweza kuwa ni furaha ya moyo, inaweza kuwa ni kwenda kufariji watu wengine, inaweza kuwa ni wewe watu wengine wakutambua kwamba huyu jamaa anajali sana, inaweza kuwa ni wewe kusaidia watu wengine na kusaidia wewe kama mwanadamu. Hivyo vyote ni faida ya maamuzi ambao utakayotoa. Kwa sababu kama umeamua kufanya kitu, kuna msukumo wa ndani ambao umesababisha ufanye hicho kitu. Kwa hiyo inaweza kuwa unaweza usiweze kutafsiri huo msukumo wa ndani ambao umekusukuma kufanya hilo jambo, lakini kuko reason behind your action or your decision ile yote ambao umeamua kufanya. Kwa hiyo kwenye mchakato huu wa kutafuta pesa na kuwa na maisha mazuri, inabidi ufanye maamuzi. Maamuzi ni kazi gani ambayo unatakiwa ufanye, na malengo yako ni kupata pesa kiasi gani, au hii kazi yako itadumu kwa muda gani, au unapangilia kufanya miaka yako yote, itategemea. Kwa hiyo kwenye mchakato wa kutafuta pesa, kama gisi tulivyosema pale, misingi yake ni hiyo. Kwa sababu ni nguvu kujumlisha na wakati ndio inazalisha income. Inaweza kuwa ni nguvu ya mtu mwingine wewe unaitumikisha, inaweza kuwa ni muda wa mtu mwingine unatumikisha, lakini wewe unamkadiria au jamaa mwenye kukupa hiyo nguvu. Inaweza kuwa ni mashini, inaweza kuwa ni mtu, au inaweza kuwa ni kampuni. Inategemea na dewegi sio peke umeseti vitu vyako. Kama una hivi, inabidi utafute kazi wale uweze kupata hizo income. Na ukishakuwa na hizo income, ndio unaweza kwamba ta manage vipi, ni save ama ni invest, ama nitumie tu, kesho tena tenda nitafanya kazi nyingine tapata pesa zingine. Kwa hiyo maamuzi ni kitu cha msingi. Na ukishaamua jambo lako, before uingie kwenye action, inabidi ubalance, uangalie kwamba hili jambo natakiwa nilifanye lina madhara kiasi gani na lina faida kiasi gani. Ukishaelewa madhara yake na faida zake, then unaangalia. Kwa sababu mwanadamu, msukumo mkubwa wa mwanadamu ni faida. Inaweza kuwa faida ambazo ziko physical, inaweza kuwa faida ambazo ni emotional, inaweza kuwa faida ambazo ni mapendo, inaweza kuwa faida nyingi, faraja ya moyo. Zote hizo ni faraja ambazo zinakuwa ni faida yako wewe mwenyewe ambao umetoa hayo maamuzi. Kwa hiyo ukishatoa maamuzi, hatua ya mwisho kwenye maamuzi yako ni vitendo ama action. Once you decide, the next step is your action. You have to do what you've decided. Hiyo ndo kitu cha msingi. Kwa hiyo kwenye ule mtaratara ambao tulikuwa nenda nao wa kutafuta pesa, na pesa imeanza vipi na namna gani tutajirika na nini, msingi wake wa hapa watatu ni maamuzi. Kwa sababu ukishaamua kwamba mimi nataka niomoke yake wa Kenya, niingie kwenye maziwa, niwe na pesa, nipate ganji, ni maamuzi ambayo nitakayoamua. Yani dewegi utajiseti wewe mwenyewe kwamba inabidi nitajirike man. Siwezi niendelee tu kuishi life ambayo niko naishi kwa sasa. You have to decide. Kwa hiyo angalia tu, weka mizani hapo kwa mambo yote ambayo utakayofanya, weka mizani. Na pesa dewegi tumesetiwa kwa hapo sasa, ndio mambo ambayo inaendesha mambo mingi. Unaona, maneno peke yake haitasaidia sana, lakini inabidi uwe na hizo liquid money ili uweze kufanya mambo yako ya msingi. Ulipe bills,
za nyumba, magari kuendesha na nini, you need a source of income. Na wale wazungu wenzetu na wale ambao wameendelea zaidi wanasema kwamba ni vizuri zaidi utumikishe pesa kununua wakati. Lakini kama bado ungali maskini, uko unafanya hizi kazi za makampuni na unatumikia watu wengine, wewe uko na unapeleka muda wako na nguvu zako ili uweze kupata pesa. Lakini kwa wale ambao wamefanikiwa, wanakuwa wanapeleka pesa, wananunua muda. Ndio tofauti. Wewe unachukua nguvu zako na wakati wako unaupeleka sokoni, na wao wanachukua pesa zao wanazipeleka sokoni, wanunua muda ili waweze kufanya mambo yao mengi zaidi. Kwa hiyo ni rafiki yako hapa, ni kijana wako, ni mdogo wako, ni kaka yako, naitwa Kalonde wa Kalonde Mukalai. Kwa hiyo nifuatilie, subscribe, gonga hiyo kengele ya notification hapo ili tuweze kuwa na mijadala, kusaidiana, ili tuweze kuwa na elimu pana zaidi. Kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji tuwe na maisha mazuri. Kwa hiyo ni rafiki yako hapa, start, anzisha kitu. Kama uko na talent kako, uko na uwezo wa kufanya kitu chochote, kwa hii digital era ambayo tuko nayo ya internet, inakuwa ina facilitate watu wengi zaidi kuonesha vipaji vyao na talent zao. Kwa hiyo ni muda sasa, kila ambacho Mungu amekuzawadia, onesha watu, wazawadia na watu wengine, ili tuweze kufikisha ili gurudumu la life kwenye tunataka liende. I love you guys. Back to business.